Mheshimiwa Mwenyekiti, mmomonyoko wa maadili chanzo kikubwa kabisa ni wanaume. Kwa nini nasema hivyo Mwenyekiti? Namna ambavyo hawachukui majukumu yao, wanatekeleza familia zao. Mimi naamini hakuna mwanamke anayependa kufanya kazi, huo ndio ukweli. Kama wanaume wangekuwa wanashika majukumu yao, sisi tusingekuwa hapa tunahangaika. Wamama wale masokoni wasingekuwa wanahangaika. Kusingekuwa na single mothers kwenye dunia hii. Lakini kutokana na kushindwa kutekeleza majukumu yao, wanawake tumechukua hilo jukumu. Taarifa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mimi ni Muislamu na katika Uislamu wangu Mwenyekiti, taarifa. Nasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Hadija, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Geteri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampa taarifa. Mzungumzaji anaongea vizuri, lakini kwa wale, mimi ni Mkristo, tunapoenda kanisani kuoa tunaambiwa tutashirikiana kwa taabu na raha. Sasa ikitokea kwenye majukumu yetu imekuwa taabu, tunatii yale maagizo ya dini. Kama majukumu yetu yameshindikana, hasa kwenye maeneo ya labda ya uzalishaji na vitu vingine, kwa hiyo tuseme kwamba tumeshindwa majukumu. Majukumu inawezekana katika maisha yetu ukaugua yakakushinda. Mheshimiwa Hadija, unaipokea taarifa? Mheshimiwa, unaipokea taarifa? Sio nipokee. Napokea Mheshimiwa Geteri kwa sababu nakuheshimu na upo kwenye kamati hii. Lakini kiuhalisia Mwenyekiti, hakuna mwanamke mwenye akili timamu yuko tayari kumfanyia au kumuumiza mwanaume anayempenda na kuheshimu. Mwanamume anayemheshimu mwanamke atampenda na kumheshimu zaidi. Kwa hiyo nataka niwaambie kwamba haya maadili ambayo yanamong'onyoka sasa hivi, msingi ni wa baba kushindwa kutekeleza majukumu yao. Na hii Mwenyekiti, inapelekea wanawake tunatoka kwenda kutafuta pesa. Wakati huo tunawaacha watoto wetu na wafanyakazi. Wanajifunza kitu gani? Hawajifunzi kitu kizuri. Kwa wanaume, naendelea kusisitiza, tekelezeni majukumu yenu vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, na hii naendelea kusema, wanaume hao wamekuwa wakitelekeza wamama wale wanawazaa watoto wenye ulemavu. Wamekuwa ni viongozi wa kutelekeza, wakiamini wao sio sehemu ya kuzaa watoto hao wenye ulemavu, wakiamini mwanamke ndo mwenye kuzaa watoto wenye ulemavu, kitu ambacho hawakijui ni mbegu zao ndo zinazotoa watoto wenye ulemavu. Wanaacha majukumu, matokeo yake wamama hao wanahangaika, wanalea peke yako, familia zao zinawatenga, zinashindwa kulea. Sasa ombi langu kwa serikali, Mheshimiwa Waziri, na kuomba ikiwezekana serikali kama waziri mkuu hapa angekuwepo, kwa sababu nazungumza kwa ujumla, naomba kundi hili la wamama wenye watoto wenye ulemavu liingie katika wizara hii ili utekelezaji wake wa mambo yake iwe kubwa kabisa. Hawa mama wanahangaika sana, wanateseka sana. Kuna mama mmoja nilimuona katika shughuli yangu pale nilipokuwa nafanya uzinduzi wa NGO, amembeba mtoto wa miaka 19, anatembea naye, anahangaika naye. Huyu mtoto hawezi, viungo vyake haviwezi kufanya kazi. Na ndugu, sasa hivi hakuna ndugu wa kukusaidia kulea mtoto wako. Ni namna gani serikali ione namna ya kufanya na kuwasaidia wamama wenye watoto wenye ulemavu ambao hawawezi kutekeleza majukumu yao?